Um, kama unaenda popote unahisi kwamba chochote ambacho unafanya akiendi, wewe maisha yako inakaa kujihurumia, na watu wanasema Mungu anaendelea kuwafungulia milango, lakini wewe unashangaa mbona yako haijafunguliwa. Sasa hata maombi unaenda kanisa, kufunga, kila kitu ambacho unajua umefanya, alafu bado mambo yamekataa. Pia kama ni jamii, unaweza kana ni mwanaume hauna mke, au ni mwanamke hauna mume na unatamani na unashindwa kupata. Sasa ni miaka inadunda ikienda, you are worried. Yani unashangaa, wewe mbona njia yangu ya ndoa haijafunguka, mbona njia ya kikazi stable, ngalau nijue tu niko na kazi, haijaifunguka. Unafikiria hata tu pesa kidogo tu kuanzia biashara, angalau waanze kitu. Sasa naongea na watu ambao wako na predicament kama hizo, chochote ambacho unafanya kimefungika. Kuna mambo ambayo yanasababisha iwe hivyo. Mimi siwezi kujua. Watu wengi wananitumia ripoti, wengine wanasema nataka uniambie vile Mungu anasema kuhusu mimi. Mimi huwa sijui vile Mungu anasema kuhusu wewe. Wewe ndio unafaa uangalie maandiko ujue Mungu anasemaje kuhusu wewe, si mimi. Mimi ukija kwangu nitakuangalia ahadi yako ya kiroho vile ilivyo. Alafu nitaangalia ni nini ambayo ina block, inazuia mambo yako. Alafu nitakufanyia huduma ambayo inaweza kufungua hayo mambo. Wengi wanafikiria kila kitu ni baba katika jina la Yesu. Mhubiri moja ananiambia hapa ya kwamba hata sijui ni nani alikufundisha haya mambo, lakini haya mambo si mazuri. Ni kweli si mazuri kwake, kwa sababu yeye katika laini ya anayohudumu ameshafaulu na anaendelea. Na kuna mtu ambaye anamwangalia na anasema haya anafundisha pia pale kanisani mwake pia si mazuri. Kuna mtu anasema hivyo kwa sababu huyo mtu naye pia kuna njia nyingine ambayo alitumiwa na Mungu na akafaulu. So lile linaweza kuwa ni nzuri kwangu, linaweza kuwa ni mbaya kwako, lakini wala ambao mnaweza kukubali haya mambo, ninasema hivi: ikiwa hali yako iko hivyo na unashindwa utafanya nini? Chukua chumvi ya baharini. Chumvi ya bahari inakaa hivi nyeupe. Chukua hii chumvi, alafu kila asubuhi weka kwa besheni kabla hujatoka. Weka kwa besheni, alafu unaweka miguu yako ndani kwa muda wa dakika 10. Alafu uchukue hiyo chumvi usugue nayo miguu, nyayo za miguu. Na maanisha ile makanyagio, feet, nyayo za miguu yako. Yani najua nyayo ni mahali ambapo umeng'oa mguu wako alafu ikabaki alama, ndio inaitwa nyayo. Lakini namaanisha hiyo mguu ya kukanyaga sasa. Hiyo ndio usugue na hiyo chumvi. Osha miguu yako na chumvi ya baharini kwa siku 7-8. Mtu wa Mungu, kuna mambo atakufungukia ambayo alikuwa hayawezi funguka. Miguu yako inaweza kuwa imebeba mambo mabaya. Miguu yako inaweza kuwa iliokotwa. Miguu yako inaweza kuwa ilifungwa mahali. Miguu yako ina represent kuendelea na kusonga mbele katika maisha. Inaweza kufungwa, uwezi kwenda mahali. Unaweza kuongea unaenda, lakini hutaenda kama miguu haitaenda. Unaweza kufunga na kuomba ili uende, lakini kama miguu haitainuka kwenda, imefungwa, pako ifungue. Lazaro alikuwa amekufa na Bwana Yesu akamtoa katika kifo, akamrudishia uhai. Lakini maandiko yanasema sauti ya Yesu ilimuita, Lazaro toka, njoo huku nje. Akaja yule aliyekuwa amekufa ako hai, lakini maandiko yanasema akiwa bado amefungwa na sanda za mauti katika mikono na uso na miguu. Sasa Yesu akawaambia wale watu waliokuwa karibu, mfungueni mumweke huru aende zake. Nataka uelewe ya kwamba kazi ya wewe kufunguliwa miguu, kufunguliwa mikono ili uwe huru, si kazi ya Mungu. Ni maarifa yanayotokana na neno la Mungu inayohusu mwanadamu. Ndio maana kupatia hii. Osha, sugua miguu yako na chumvi ya baharini kwa siku 7-8.
mtu wa Mungu, njia zako zitaanza kufunguka. Utaanza kufanya kitu, utanipigia simu na kusema Tayo, ulisema ukweli. Kwa hivyo nimekubariki asubuhi ya leo. Iwapo kuna vitu umekataa na hujui la kufanya, wewe usijinyonge, wewe usikate tamaa. Bado kuna matumaini ya mti ukikatwa utamea tena. Sasa simama na uendelee, maana afadhali mbwa aliye maskini ako hai kuliko simba aliye tajiri aliyekufa. Kama bado uko hai, kuna matumaini. Asubuhi ya leo basi fanya vile kwa siku 7-8 na utaona kile Mungu atakuwa amefanya. Kila ukitaka kutoka, kabla hujaweka miguu yako katika viatu, osha hiyo miguu na chumvi, alafu unatoka. Kama umeenda katika nchi ya kigeni ama mji wa kigeni na unataka kufanya biashara pale ama unatafuta kazi pale, ukifika katika ule mji, ukishaanza hii vitu na kuambia, ukifika maeneo kama ni town umeenda kutafuta kazi, ondoa miguu yako kwa viatu. Tumia angalau miguu yako kavu, ukanyaga kwa ardhi, hata kama ni dakika 3-4. Alafu ukimaliza rudisha kwa soksi, rudisha kwa viatu. Itakusaidia kuunganisha wewe kiroho na huo mji. Kuna watu maboma imewakataa, kuna watu nchi imewakataa, kuna watu ardhi imewatema. So ni vizuri kujua siri za kuunganisha miguu yako na nchi unayofanya, manake matokeo yote utakayohitaji ya kufanikisha maisha inatokana na ardhi. Iwe ni chakula, iwe ni maji, iwe ni mavazi, iwe ni magari, iwe ni pesa, iwe ni nini, vyote vinatoka chini. Ndio maana ardhi inaitwa the mother land. Mungu alipoilemaza, mwanadamu akapata hasara. Mungu alipoibariki, mwanadamu akapata heshima. Mungu akubariki. Tuonane katika video ingine. Bye bye.